Hiki ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Israeli dhidi ya Iran. Hapa ninachokifanya ni kuendelea kukujuza hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale ambayo yanashika kasi. Nikwambie jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu, vitengo vya wasomi wa vikosi vya wanajeshi wa Iran limesema kwenye taarifa yake kuwa Iran ilifanya shambulio la kombora katika maeneo yaliyolenga shabaha kote Israeli. Wanasema siku ya Jumatatu asubuhi IRGC ilishambulia shabaha mbalimbali katika maeneo yanayokaliwa kwa makombora kadhaa katika wimbi la 21 la operesheni yake ya makombora. Makombora mafuta yenye nguvu, vichwa vya kivita vilivyochochewa na kiowevu na ndege zisizo na rubani za kamikaze zilitumika katika shambulio hili la pamoja. Shirika la habari la Mehri lilinukuu jeshi la Iran likisema, katika shambulio hili IRGC libadilisha mbinu za kushambulia Tel Aviv na Haifa na kushambulia maeneo mengi kutoka kaskazini hadi kusini katika maeneo yaliyokaliwa. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, ripoti za awali zinaonyesha kuwa kaskazini mwa Haifa, Tel Aviv, Ashkelon, Acre na Ashdod zilipigwa na makombora ya Iran. Aidha, idadi kubwa makombora ilipiga Safed, Lakish, Ashkelon, Ashdod na Beit Shean. Taarifa hii ilisema kuwa mashambulizi ya Iran asubuhi yalikuwa marefu zaidi tangu kuanza kwa mzozo huu wa silaha na yalisababisha hofu nchini Israeli. Vilevile vikosi vya nje vimeanza kuingizwa katika mzozo wa Mashariki ya Kati. Rais wa Urusi Vladimir Putin anasema, hali ya sasa kimataifa inabadilika kwa kasi. Tunaona jinsi hali ya Mashariki ya Kati ilivyozidi kuzorota. Nguvu za nje pia zinaingizwa kwenye mzozo, alisema wakati wa mkutano na wahitimu wa vyuo vikuu vya kijeshi na sheria. Haya yote yanaleta ulimwengu kwenye mstari hatari sana, Putin alibainisha. Hata kama kuongezeka kwa mambo ya kijeshi juu ya mpango wa nyuklia wa Iran kunatishia kuharibu serikali ya kimataifa ya kutoeneza nyuklia, nafasi ya diplomasia bado iko. Mkurugenzi mkuu wa wakala wa kimataifa na nishati atomic Rafael Grossi anauambia mkutano wa dharura wa bodi ya magavana, tunakutana leo katikati ya mzozo mkubwa unaohusisha nchi tatu wanachama, wakati ambapo maeneo ya nyuklia ya Iran yanashambuliwa. Uzito wa mzozo huu unahatarisha kuporomoka kwa utawala wa kimataifa wa kutoeneza nyuklia, lakini bado kuna njia ya diplomasia. Grossi alisema kuongezeka zaidi kwa mzozo na mashambulizi ya pande zote kunaweza kufikia viwango visivyoweza kufikiria na kutishia mfumo mzima wa usalama wa kimataifa ulioundwa kwa miongo kadhaa baada ya kumalizika kwa vita vya kidunia vya pili. Mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran yanaonyesha kwamba Washington haichukui nafasi tena katika jukwaa la kimataifa, lakini inatekeleza tu matakwa ya Israeli. Hicheme Lahimis, katibu wa taasisi ya kimataifa ya utafiti wa amani Geneva Gibri na mwadhiri katika taasisi ya sayansi ya utumiaji ya chuo kikuu cha Swiss UMF, anasema, kwa mujibu wa mtaalamu huyo, mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran hayakuwa na lengo la kulinda maslahi yoyote muhimu ya Marekani au Magharibi. Badala yake, shambulio hilo kwa kiasi kikubwa linapatana na mantiki ya majeshi ya kimasihi ya mrengo wa kulia wa Israeli. Lemis alieleza mashambulizi dhidi ya Iran kama uamuzi usio halali wa upande mmoja na matokeo ambayo hayawezi kutenduliwa. Sheria ya kimataifa inakanyagwa ikiwa haijazikwa kabisa. Sheria za pamoja hazipo tena. Tunaweza lakini kutazama wakati kipindi kingine cha kushuka kwa ulimwengu katika unyama kikitokea. Mwisho wa kumnukuu. Njia pekee ya kuzuia Iran kutengeneza silaha za nyuklia ni mazungumzo kati ya pande zote zinazohusika, kwani mashambulizi ya kijeshi ni hatari sana. Mkurugenzi mkuu wa wakala wa kimataifa na nishati atomic Rafael Grossi anasema, kwa hiyo natoa wito tena kwa udhibiti wa hali ya juu. Kuongezeka kwa matukio haya ya kijeshi sio tu kutishia maisha, pia kunachelewesha kuchukua njia ya kidiplomasia ili kufikia uhakikisho muda mrefu kwamba Iran haipati silaha ya nyuklia. Na kwa ajili ya kuendelea kwa ufanisi wa utawala wa kimataifa wa kutoeneza silaha, lazima turudi kwenye mazungumzo, alisema. Vile Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema kwenye mkutano wake na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi, akasema Urusi inafanya juhudi za kutoa msaada kwa watu wa Iran huku ukiwa na ongezeko la Mashariki ya Kati. Tuna uhusiano muda mrefu mzuri na wa kutegemewa na Iran. Kwa upande wetu tunafanya juhudi kuwasaidia watu wa Iran. Majira ya asubuhi ya tarehe 22 Juni, Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kuwa Marekani imefanikiwa kushambulia vituo vitatu vya nyuklia vya Iran. Lakini Washington inaelezwa kwamba haikuiarifu Moscow mapema kuhusu mashambulizi yajayo dhidi ya Iran, kulingana na Sergei Narishkin, mkuu wa masuala ya kijasusi ya Urusi. Alipoulizwa na Yunashev Live ikiwa CIA na Marekani zilionya Urusi kuhusu mashambulizi kama hayo, Narishkin alijibu tu hapana. Vile jeshi la wanahewa la Israeli limeshambulia maeneo kadhaa ya serikali katika mji mkuu wa Iran, ikiwa ni pamoja na makao makuu ya wanamgambo wa Basiji, sehemu ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, jengo la magereza na saa iliyowekwa katika moja ya viwanja vya Tehran. Kwa mfano,
Waziri wa ulinzi wa Israeli amesema vikosi vya ulinzi vya Israeli hivi sasa vinashambulia ngome za kisiasa na mashirika ya ukandamizaji ya serikali katikati mwa Tehran kwa nguvu isiyo na kifani, ikiwa ni pamoja na makao makuu ya Basij. Waziri huyo amesisitiza kuwa Israeli inakusudia kuendeleza mashambulizi dhidi ya Iran kujibu mashambulizi yake ya makombora kwa kila risasi inayorushwa katika eneo la Israeli. Anasema dikteta wa Iran ataadhibiwa. Mashambulizi yataendelea kwa nguvu zote. Tutaendelea kulinda nyumba yetu na kuwashinda adui hadi malengo yote ya vita yatimie. Vile shambulio la Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran ni la jinai na kinyume cha sheria. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Ismail Bagei anasema, kwetu sisi wa Iran, shambulio la Marekani dhidi ya vituo vyetu vya amani vya nyuklia ambavyo vilikuwa chini ya ulinzi wa makubaliano ya ulinzi na chini ya udhibiti kamili na wakudumu wa wakala wa kimataifa nishati atomic ni kitendo kisicho halali na cha jinai. Hakuna mtu au shirika linaloweza kuhalalisha uchokozi huu kwa njia yoyote, alisema. Uchokozi wa kijeshi dhidi ya Iran unakiuka sheria za kimataifa, mkataba wa Umoja wa Mataifa na kanuni zote za sheria za kimataifa za kibinadamu. Kila serikali inapaswa kuainisha ipasavyo matukio haya, iratibu na msimamo wake katika jukwaa la dunia na kuchukua hatua zinazohitajika ili kupambana na ukatili huu wa wazi na uvunjaji sheria hatari. Vilevile wakala wa kimataifa nishati atomic umerekodi volkano kutoka kwenye silaha zinazopenya kwenye tovuti ya kituo cha nyuklia cha Iran huko Fordo kilicholipuliwa na Marekani, lakini sasa haiwezekani kutathmini uharibifu wa miundombinu ya chini ya ardhi. Mkurugenzi mkuu wa shirika la Atomic Rafael Gross anasema kwenye mkutano wa dharura wa bodi ya magavana, kwa kuzingatia mzigo wa kulipuka uliotumika na hali ya kustahimili mtetemo mkubwa, uharibifu mkubwa unatarajiwa kutokea. Mwisho wa kumnukuu. Maswali yanabaki, je, Marekani alikuwa ametafakari kwamba kuna uharibifu wa namna hiyo ambao ungeweza ukatokea na kuleta hasara za aina mbalimbali za namna hiyo, au hakutafakari hilo? Shambulio la Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran ni la jinai na kinyume cha sheria. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran anasema hayo yakiendelea, mashambulizi ya hivi majuzi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran hayataathiri mazungumzo kati ya Moscow na Washington, kwani haya ni michakato tofauti. Msemaji wa Rais wa Urusi Dmitry Peskov anasema taratibu hizi ni huru kutoka kwa kila mmoja, Peskov alisema katika mkutano na waandishi wa habari. Mashambulizi ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran hayajaathiri hifadhi ya nchi hiyo ya urani iliyorutubishwa. Gazeti la Financial Times linaandika likinukuu chanzo cha Iran, uranium iliyorutubishwa haijaguswa sasa, mzungumzaji alisema. Kulingana na yeye, ingekuwa ujinga sana kuweka uranium iliyorutubishwa katika maeneo ya uzalishaji wake. Hapo awali gazeti la The New York Times lilisema kuwa maafisa wakuu wa Marekani hawakufahamu zilipo kilo 400 za madini ya uranium ya Iran iliyorutubishwa hadi 60% ya usafi baada ya Marekani kufanya mashambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.